Nizidishie wema wako Bwana, nafsi yangu imeshindwa. Nyadhifa kubwa kubwa aliangalia uaminifu wao, kuanza katika mambo madogo kabla hajakukabidhi katika jukumu kubwa kubwa. Omba uyafumbie macho, nizidishie wema wako, nihesabiwe haki. Nizidishie wema wako Bwana, nafsi yangu imeshindwa. Nisikilize neno la Mungu. Nataka leo kuzungumza uaminifu katika mambo madogo. Uaminifu katika mambo madogo. Sijui umeifikirie uaminifu ni nini, lakini hayo ndiyo maneno Mungu anataka tuzungumze asubuhi ya leo. Uaminifu. Sijui wewe unafikiri uaminifu ni nini? Uaminifu ni kuaminika katika mambo. Hata vile umekuja kwa church leo ni kuaminika. Umefanya nini? Umeaminika. Ukachoose kuwa mwaminifu, uwe katika nyumba ya Mungu. Vijana wameimba hapa, wameaminika, wakawa tifu, wakaaminika na wakahudumu kwa njia ya uimbaji. Watoto wadogo waliaminika, wakawa na uaminifu, na ndiyo maana wamehudumu kwa njia moja ama nyingine. So, mtu aliye mwaminifu ni mtu anayeaminika. Tunataka leo tuzungumze habari ya uaminifu katika mambo madogo. Ya kwamba unapoaminika katika mambo madogo, hata katika mambo makubwa unaweza ukaaminika. Aliye mwaminifu katika mambo madogo huwa pia mwaminifu katika mambo makubwa. Sijui kama umewahi aminiwa na mtu kitu kidogo, na anapokuja anaona ya kwamba umeaminika katika jambo ndogo, anakuaminia jambo kubwa. Hawezi aminiwa katika jambo kama hujaiaminika katika jambo ndogo, kama hujai kuwa mwaminifu katika jambo kidogo. Hata mzazi anapomtuma mtoto wake, anataka kuona uaminifu wake. Nimekutuma nenda ukanunue kitu fulani, fedha ndizo hizi, najua ni pesa hizi. Anaporejesha, nitaangalia uaminifu wake. Atakuwa ametumia shilingi 10 akanunua biskuiti, na mimi sikuwa nimemwambia, nitamwambia hiyo haujaaminika. Ilikuwa ni bora uende ununue kile nimekutuma, regesha. Baadaye sasa kwa hiari yangu nikiona nikwambie asante kwa hili. Kuwa mwaminifu kwa jambo ndogo inakuingiza kuwa mwaminifu katika mambo ambayo ni makubwa. Na mtu ambaye pia ni dhalimu katika jambo ndogo sana, huwa dhalimu pia katika mambo makubwa. Unapokuwa mdhalimu katika jambo ndogo, hata katika jambo kubwa unaweza kuwa pia ni mdhalimu. So lengo letu na shabaha yetu ya asubuhi ya leo ni kuwa na uaminifu, kuaminika. Hata vile tumefika nyumba ya Mungu asubuhi ya leo ni kuaminika. Tumeaminika kwa njia moja ama nyingine, na umeaminika ukachagua kuwa mwaminifu, na ndiyo maana asubuhi ya leo na mchana wa leo uko katika nyumba ya Mungu. Uaminifu ni hali ya mtu kuaminika. Yaani uaminifu ni hali ya mtu kuaminika katika jambo. Unaaminika katika jambo ndogo, unakuwa mwaminifu. Hata katika desturi za maisha ya kila siku, hata katika nyumba, baba na mama. Mama anahitaji kuona uaminifu wa mzee wake, mzee anahitaji kuona uaminifu wa mke wake, baba anahitaji kuona uaminifu wa watoto wake, na watoto pia wanahitaji kuona uaminifu wa wazazi wao. Maana hiyo ndiyo njia moja ya kuaminika. So uaminifu ni hali ya mtu kuwa na ile jambo la kuaminika. Unaweza aminiwa katika jambo fulani. Yaani tunaweza kusema pia mtu ambaye ni mwaminifu ni mtu anayeshika ahadi. Unashika ahadi na unaaminika. Kile ambacho umekisema unakiamini, unashikilia. Namba 2, tunaweza kusema mtu anayekuwa mwaminifu ni mtu anayesimamia vizuri aliyokabidhiwa. Unasimamia vizuri kile ambacho ulichokabidhiwa. Ukipewa nafasi fulani ya kusimamia, ukipewa nafasi ya kusimamia ibada kama hii, unakuwa mwaminifu, unaaminika, unasimamia vizuri katika jina la Yesu. Hiyo ni njia ya kuaminika na ina thawabu yake kutoka kwa Mungu. Kama wewe ni mwajiriwa, mahali umepewa, kama wewe ni mwalimu kama Madam Lea, mahali ambapo umepewa ile darasa umepewa, unaaminika, unawajibikia huduma hiyo ya watoto ambayo Mungu amekupatia. Ya kwamba watoto hawa wako mikononi mwako, unawafunza pale shuleni kwa darasa labda la chekechea ama la
grade ya pili ama ya tatu na ya tano, unaaminika, unatoa nguvu zako zote na akili zako zote, unaaminika. Kama wewe ni mwalimu wa shule ya Jumapili hapa kanisani, unaaminika, inakuwa kwamba hii iko ndani yangu, ni kitu changu, ya kwamba I'll be here on time, nitatoa kile ambacho Mungu amenipa kwa ajili yao. Kama wewe ni mwalimu wa vijana, Mungu atatusaidia siku nyingine, na tutaangalia pia ya kwamba tumekupatia nafasi kwa sababu ya ndugu zetu hao vijana. Unaaminika kwa sababu yao, unatoa kile ambacho Mungu amekupatia kwa ajili yao. Jina la Mungu litukuzwe. Kama wewe ni kiongozi kanisani, mahali Mungu amekupatia kusimamia, kama wale ambao wamekuwa kusaidia kujenga hapa, nilikuwa nikiwaona nikija, wako hapa na wanasimamia kwa uaminifu. Mtu anakimbia kwa kazi yake, anarudi, maana kuna mahali ameaminiwa na anakuwa na ule uaminifu ya kwamba hata kama mchungaji hayuko, nitaenda nirudi. Tumekuwa na ndugu wamekuwa kisimamia hapa mara mingi, nilipata Baba Praise, nilipata Brother Jose, nilipata wakati mwingine Deo, ya kwamba walijua wameaminiwa katika kazi hii, so walisimamia kwa bidii. So mtu ambaye ni mwaminifu ni mtu anayesimamia mahali amepewa kusimama, anaisimamia kwa bidii. Kama wewe ni deacon, ile nafasi umepewa na Mungu, unaisimamia kwa bidii, kwa hali zako zote na kwa nguvu zako zote. Kama wewe ni mchungaji, unasimamia ule uchungaji, ile huduma Bwana amekupatia, unaifanya kwa uaminifu. Hiyo ndiyo kuaminika. Mtu pia ambaye anasimamia kile ambacho amekabidhiwa, anakisimamia vizuri. And number 3 pia tunaweza kusema anafanya mambo kwa usahihi hata wakati hakuna mtu anayemuona. Bwana asifiwe. Uaminifu ni pamoja na kufanya jambo kwa uaminifu hata wakati ambapo hakuna mtu anakuona. Unasimamia kwa uaminifu, unasimamia vizuri hiyo nafasi ambayo Mungu amekupatia. Hiyo nafasi ambayo Mungu amekupatia unaisimamia kwa usahihi, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, kwa bidii zako zote, unaisimamia kwa uaminifu. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Kama ni ndugu wetu kama Ilso, mahali amepewa nafasi, mahali anafanya kazi, hiyo kiwango umepatiwa, unasimama kwa uaminifu na kwa usahihi, because usipoisimamia kwa usahihi na kwa uaminifu, mtu utolewa na kunawekwa mwingine. Ile nafasi umepewa kanisani, unaisimamia kwa bidii, kwa uaminifu, maana usipoisimamia, Mungu anaweka mtu kwa nafasi hiyo. Jina la Mungu litukuzwe. Zamani sana ndugu mmoja alituhudumia, neno ambalo pia nimekuwa nikilikumbuka. Na huyu ndugu alituambia kwamba, na alisema kwa lugha ya kwao. Alisema nini kwa lugha ya kwao, na alikuwa ni wa kutoka Mlima. Alisema hivi, sijui kwa Kiswahili nitaiweka aje, ati mbele ya gaidi raraga. Hiyo alisema nini? Mbele ya gaidi kakate raraga. Hili kumaanisha unaweza enda unapimwa futi na mtu, si ndio? Unajua futi ama kibarua, basi unapimiwa miguu 10 kwa 10, ulime. Sasa hiyo miguu 10 kwa 10 unayolima, wewe unaweza choka ukaachia katikati na ukasema siwezi. Lakini futi la Mungu 10 kwa 10, hapo usipoifanya haitalala. Mungu atakisha imefanya nini? Imefanywa. Ili kumaanishaje? Ya kwamba ile nyadhifa, zile nafasi, ile huduma ambayo Mungu ametupa katika maisha yetu, ni ya kwamba tuisimamie kwa uaminifu, maana Mungu hata nisipoifanya inaweza ikafanywa. Jina la Mungu litukuzwe. So unafanya kwa usahihi na kuisimamia vizuri, hata wakati ambapo hakuna mtu anayekuona. Wakati ambapo unaifanya, unaisimamia kwa njia safi na kwa usahihi na kwa ukweli, na unaaminika katika huduma hiyo. Jina la Mungu wetu litukuzwe. Unaaminika kile ambacho Mungu amekupatia, hata kama ni katika nyumba ya Mungu. Kama kuna kazi mingi tunafanya hapa, kile ambacho umeahidi, unaaminika, unakuwa mwaminifu, unaisimamia kwa bidii. Tumesema hizi siku za baadaye, nisiyaseme haya kwenye wakati huu, lakini maybe katika siku za baadaye tuna mikakati ambayo tungetaka kufanya, ya kwamba kwa miaka ijayo tungetaka kuona kanisa la Kristo na kanisa la Victory tuko wapi. Kitu gani kitakacho tusaidia tufike hapo? Ni ule uaminifu wetu, ni kule kuaminika kwetu katika huduma zile ambazo Bwana ameweka ndani yetu.
Jina la Mungu litukuzwe. Unaaminika, unakuwa mwaminifu. Haki yako inabaki ni haki, hata wakati ambapo hakuna mtu anayekuona. Unafahamu kwamba Mungu anafanya nini? Anakuona. Zamani, na si zamani sana, niliwahi sikia hadithi, na hadithi hii na ujue mimi na nikimaliza hadithi hii ilisemwa zamani, labda akina mzee wetu pia walisikia, hata labda wewe pia ulisikia, hata mimi nimeisikia na nimeihubiri siku nyingi, lakini mimi nikusikia, nilisikia ya kwamba siku moja watoto wawili ama sijui watatu ati walipewa mayai. Mmesikia maneno? Atiende ajificha mahali na hakikisha hakuna mtu anamuona, alafu akiona aangalie magharibi, kaskazini, kusini na mashariki, aone hakuna mtu anamuona, apasue hiyo yai. Sasa mtoto mmoja, nafikiri walikuwa wawili ama watatu sijui, yule mmoja akakimbia akajificha kwa kichaka, akaangalia magharibi, akaangalia kaskazini, akaangalia kusini na mashariki, akaona hakuna mtu anamuona, akainama akapasua yai na akarudi mbio, akasema mimi nimeangalia sikuona mtu na mimi nimepasua yai. Ule wa pili akaangalia magharibi, akaangalia mashariki, akaangalia kaskazini, akaangalia kusini, baadaye akaangalia juu, akasema ni kweli kaskazini na mashariki, kusini na magharibi hakuna mtu ananiona, lakini huyu aliye juu ananiona. Kwa hivyo akarudi na yai lake, akasema mimi nimeangalia pande zote na baadaye nikaangalia juu, nikaona kuna Mungu anayeniona, na kwa hivyo basi kupasua yai langu nikarudi. Bwana asifiwe. Huyu aliona kuna mtu anamuona. Kwa hivyo unapofanya uaminifu, elewa Mungu ndiye huona uaminifu wetu. Bwana asifiwe. Mungu ndiye anaangalia kile ambacho tunachofanya, anaona uaminifu wangu. Mimi naweza kosa kuona kama mchungaji, ndugu anaweza kosa kuona kama ndugu, dada anaweza kosa kuona, mama mchungaji anaweza kosa kuona uaminifu wako, lakini Mungu anaangalia uaminifu, jinsi unavyofanya kwa kuaminika. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hayo madogo uwe mwaminifu, kwa hayo madogo, hata wakati ambapo hakuna mtu anakuona. Mchungaji anaweza kosa kukuona, wenzetu wanaweza kosa kutuona, lakini tufahamu ya kwamba kuna Mungu anayefanya nini? Anayetuona. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja tulijipata ina scenario mahali fulani, na niliposikiliza na nikasema oh my God, maana unajua ni vizuri kusimamia kile ambacho unajua. Hata wakati watu wote watasema la, wewe unajua hii ndiyo haki, hii ndiyo kweli. Hata kama watu 12 watasema la, lakini wewe unajua hii ndiyo njia, hii ndiyo haki, hii ndiyo kweli, usiogopa kusema ukweli. Bwana asifiwe. So siku moja ina certain scenario, nikasikiliza watu fulani, nikasikiliza na nikaona huyu hapa amesema uongo. Nikasikiliza fulani, nikaona hapa amesema uongo. Maana hata viongozi wanaweza sema uongo pia, maana pia ni wanadamu. Sasa ndugu moja nikamuuliza, ndugu, kwa nini hapo umesema uongo? Nilifikiri wewe ni mtu mcha Mungu, wewe ni kiongozi, na hapo unajua kabisa huu ni uongo unasema. Hii si haki, hii si kweli. Hiyo ndugu na ni kiongozi aliniambia, mchungaji Mwirigi, wakati mwingine kama huu, wakati kuna ubaya na wakati kama huu, hata uongo hunenwa ili uonekane mwenye haki katika kile ambacho unachosema. Mimi nilimwambia la. Nilimwambia unafurahisha mtu, lakini Mungu aliye juu mbinguni, maana kutoka from the bottom of your heart you know this is not right. Hii si haki, hii si kweli, hii si uaminifu. Ukweli uko nao wewe, unajua hiyo unachosema si kweli, na ukweli huo uko nao. Akaniambia, ndugu, narudia kusema, wakati mwingine nyakati kama hizi, hata kama ni uongo, mtu hunena uongo ili aweze kujustify ile haki yake anayosema. Nilikosa kukubaliana na yeye, nikamwambia la. Bwana asifiwe. Nikamwambia haina haja ufurahishe mtu, lakini kuna Mungu anayefanya nini? Hii yatapita, hii haitakuweko siku zingine. Hata kama utajustify haki hii, haitakuweko, lakini mbele za Mungu ameiona namna gani? Bwana asifiwe. Nilikuwa nadhani ya kusema kwamba
hapo uaminifu haukuonekana. So uaminifu ni wakati ambapo hata mtu hakuoni na unasema haki, hata wakati ambapo watu wote wanakataa kusikia haki, lakini Mungu anaiona. Hata kama watu wote watakuja kinyume chako, lakini wewe, hii ndiyo haki, hii ndiyo kweli, simama katika kweli hiyo. Amen. Amen. Church, Bwana asifiwe. Amen. Ya, siku zetu za maisha unaweza kuona mambo mengi na unashindwa, je, Mungu akiwa mbinguni? Wakati mwingine tunashukuru maana Mungu wako mbinguni. Bible inasema anakaa mbingu, alitakalo na litimiza. Kama Mungu angelikaa na wanadamu, wengine wetu tungekuwa tunachapwa viboko kila siku. Kwa hivyo ndugu zangu, aminika katika jambo lolote. Amen. Hata mama nyumbani amini. Majuma kadhaa sijui tulikuwa niko shirika, tulisema siku hizi wazee sijui ni uchumi umeharibika, baba praise. Siku hizi wazee hatubakishingi hata 50 kwa loni. Ama yako na bakishanga siku hizi? Mama praise anaweza kutuambia mimi mwaka hii akifua nguo ni mara ngapi ameona? Ama mama John umeona? Mama John, wafuletu umeona? Na zamani? Zamani kuna wakati mama aliniambia, "Aya, na nimepata kama ngiri moja kwa mfuko." Na anapata ameiweka. Bwana asifiwe. Siku hizi ni rare sana. Labda ya deo. Mama anasema ni kama sijaona. Hata kama mzee ataisahau, bado uaminifu upatikana, ingawa siku hizi kusahau haku. Lakini hizo siku zinakuja pia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndugu mmoja alitaka kuona uaminifu wa mke wake. Na huyu mke wake alikuwa ni mcha Mungu, ni Mkristo sana. Alikuwa ni mama wa kanisa ya kwao. Lakini ndugu alikuwa anakula mali yake kidogo. So alikuwa akiweka kitu, mke anamwambia hapana, si unajua ulikuwa umepiga mtindi sana, ulikuwa umekunywa sana, ulisahau. Ilikuwa tu ni shilingi 1500 peke yake, haikuwa sabo na vyosema. Lakini mzee anasema, unajua kama kuna mtu anakuanga asauku sana ni mlevi. Hapa njiani siku nyingine ukisikia mlevi akisema, akipita hapo kwa anasema na siku hizi namna hii, elewa kuna kaukweli anasema. Mnaelewa kile anasema? Wanasema kile watu wanaongeaga ukweli, sijachunguza sana lakini utafiti unasema ni mtoto na mle ukweli. Mtoto na mle. Yaani mtoto mdogo anachokuambia mara nyingine ni kweli. Na ndio maana hata mtoto akitoa ushahidi mahala fulani inaweza aminika. Mtu mwingine ushahidi wake unakuanga wa kweli ni mlevi hajui kudanganya. Sasa naambia mama hapana, zilikuwa 7, namwambia ulikuwa umelewa. Sasa siku nyingine alikuja na kumbe hajakunywa, amejifanya amekunywa na analala. Baadaye sasa mama anachungulia, anajua hii masaa sasa ndio hasa usingizi imemchukua, anaenda pale kwenye kote anafanya hivi anachomoa. Baadaye mzana group maana nilikwambia siku ile zilikuwa 7. Ulikuwa unafanya nini? Uaminifu. Amen. Hebu mama tu flashback. Mara ngapi nini? Neno langu si hilo, lakini neno langu ni kwamba uaminifu. Hata wakati ambapo watu hawakuoni, wewe fanya nini? Aminika. Kuwa mwaminifu katika jina la Yesu. Tunaishi katika nyakati ambapo pia hata Wakristo wakati mwingine wanakosa kuamini. Siku moja kulikuwa na jambo fulani linafanywa mahala fulani. Na kwa sababu ilikuwa na wakati pia ulikuwa wasitofahamu na kulikuwa na jambo linafanyika, dada moja kwa sababu uaminifu unaondoka ndani yake, na kuna dada fulani walitaka kupaka tope. Na kiongozi fulani anataka kujua kitu gani kinaendelea. Sasa dada fulani anataka kupaka huyu dada tope na anajua si amefanya, lakini uaminifu umetoka ndani ya huyu mpendwa. Anakuja anaambia huyu ya kwamba sema ni fulani, ili onekane huyo fulani ni mubaya. Maana uaminifu ndani ya huyu ndugu ama huyu dada, ule uaminifu umetoka ndani yake. Anasema hapana, wewe sema ni huyu fulani
ili aonekane kwamba ni mubaya. Hiyo ndiyo dunia ambayo tunaishi leo hii Lakini wewe sema ukweli wakati unaofaa na wakati usio. Kuwa mwaminifu. Si hata Bible inasema kwenye Revelation, kuwa mwaminifu hata kufa, kuwa mwaminifu hadi mwisho. Si ndio Ufunuo anatuambia kuwa mwaminifu hata kufa. Amen. Kuwa mwaminifu hadi kufa. Nimeona mahali fulani filamu juzi, mchungaji fulani wanaambiwa kwamba mkane Bwana wetu Yesu Kristo, na baadaye kulikuwa na kisu kiko pale, sijui ilikuwa ni juzi, nilikuwa naangalia tu kwa hizi gadgets. Sasa askofu wawili na wamevaa kola zao na mavazi yao, wakasema huyo hatumujui. Lakini ndugu tu Mkristo kwa kanisa ambaye anahubiriango na huyu padri ama huyu kasisi ama huyu mchungaji, yeye ndiye aliyesema hata kama hawa makasisi wameenda, bado mimi ninaamini kuna Mungu, naamini kuna Yesu, naamini kuna wokovu, naamini Yesu alikuja kutafuta na kuokoa ambacho kimepotea. Nilikuwa miongoni mwa hao na mimi nimepatikana. Akasema kama ni kuniua, muniue. Hawa watu wakarejesha upanga, wakasema hapa si hatukuwa hawa watu, tulitaka kujua hawa watu wanatuambianga uaminifu, wanaweza aminika? Wanaweza asifiwe. Kwa hivyo hata kiongozi na mcha Mungu na kasisi anaweza kosa kuaminika, lakini wewe mtu wa Mungu, kuwa mwaminifu hata kufa. Elewa haki yako, kweli yako ndio. Usiwe kama huyo ndugu aliyeniambia ya kwamba wakati mwingine kama huu tunasema uongo ili ya kwamba uweze kuonyesha haki yako hata kama ni uongo unasema. Nikamwambia ndugu, mimi sikubaliani hiyo na wewe, maana unajua hii ndiyo haki na hii siyo haki, na ukweli mtupu uko nao wewe, na unasema ya kwamba wakati mwingine kama ula. Ndugu, kuwa mwaminifu hata kufa. Kuwa mwaminifu kwa madogo, hata kwa hayo makubwa utakuwa mwaminifu. Na ukiwa mdhalimu kwa madogo, hata kwa makubwa utakuwa mdhalimu zaidi. Kwa hivyo leo tunazungumza habari ya mtu kuwa mwaminifu. Kuwa mwaminifu ndugu. Uaminifu ni pamoja na kumtii Mungu. Unapokuwa mwaminifu na kuaminika, inaashiria kwamba unamtii Mungu katika maisha ya kiroho. Kuwa mwaminifu ni kule kumtii Mungu na kulishika neno lake na kulitimiza ambalo anakuambia kulifanya. Unakuwa mwaminifu kiroho. Ni kwamba uaminifu ni pamoja na kumtii Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Uaminifu ni pamoja na kumtii Mungu na kulishika neno lake na kulitimiza ambacho amekuambia kufanya. Unaaminika, unakuwa mwaminifu. Nataka tusome kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kuna neno la Mungu liko pale. Nilisema sitauchukua muda mrefu. Wakorintho wa kwanza, aliyepata nisomee ile na mstari wa 2. Inasema hivi, ama nianze mstari wa kwanza. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Lakini kwangu mimi si kitu kabisa nihukumiwe na ninyi, wala hukumu ya kibinadamu. Maneno yangu si hayo yote, lakini katika mstari wa kwanza na wa 2 inayosema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hebu tufike tu pale. Mtume Paulo akinena na kanisa la Korintho anawaambia mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo. Ndugu zangu, ili tuonekane tu waaminifu, basi mtu na atuhesabu hivi kuwa sisi tu watumishi wa Kristo, na pamoja na kuwa watumishi wa Kristo tu mawakili wa siri za Mungu. Mtu na atuhesabu hivi kuwa sisi tu watumishi wa Kristo. Je, kanisa la Kristo wana Victory
watu wanakuhesabu namna gani? Watu wanatuona vipi? Mtume Paulo analiambia kanisa la Wakorintho ya kwamba mtu na tuhesabu hivi kwamba sisi tu watumishi wa Kristo. Ndugu zangu, watu wanapotuona watuone kama watumishi wa Mungu, watuone kama watumishi wa Kristo. Mtu na tuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo. Mimi ni mcha Mungu, ni Mkristo. And number 2, na mawakili wa siri za Mungu. Amen. Sisi tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Wakili ni nani sasa? Ni advocate. Ni advocate. Mtu na tuhesabu sisi. Biblia yake inasemaje, Madam Lea ya Kiingereza? One and 2. So then men ought to regard us as a servant of Christ. We are the servant of Christ, amen. And as those entrusted with the secret things of God. Amen. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Watu ambao wameaminika, hilo Kiingereza kinasema tu watumishi wa Kristo, watu ambao wameaminika katika mambo ya Mungu. Si ninasema tu watumishi wa Kristo na tumeaminiwa kama mawakili. Wakili ni mtu anayesimamia jambo si lake. Anakusimamia, anasimamia jambo si lake na anaongea maana umemwaminia katika jambo hilo. Kwa hivyo ndugu zangu wa Kristo, Biblia inatuambia na tuhesabike kama watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Tena hapo inavyohitajika kuwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Wakili lazima awe mwaminifu. Ndugu, kama mawakili wa Kristo, watu ambao tumetumainiwa katika mambo mengi, tuonekane, tuwe waaminifu katika mambo ambayo Mungu ametukabidhia, katika yale mambo Mungu ametuaminia. Onekana mtu ambaye ni mwaminifu, hata wakati ambapo watu wote wanakosa kuona, wewe kuwa mwaminifu, maana Jehova anaona ule uaminifu wako. Tumesema kuwa mwaminifu ni hata na wakati ambapo watu wanakosa kuaminika, wewe unabaki kuwa mtu ambaye ni mwaminifu. Jina la Mungu wetu litukuzwe. Hapo nitakiwacho kwa mawakili ni kwamba uonekane mwaminifu. Kwa sababu hiyo wewe ni wakili wa Kristo, muwakilisha Yesu vizuri, msimamie Yesu vizuri. Simamia haki yako ya kumjua Mungu vizuri kama mtumishi wa Kristo, kama mtumishi wa Mungu na kama wakili. Simamia wokovu wako vizuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Simamia wokovu wako vizuri kama wakili mwaminifu, mtu ambaye ni mwaminifu, wakili mwaminifu. Tunahitajika kuwa waaminifu. Mtu ambaye ni mwaminifu anaonekana, anasimamia vizuri haki yake, anatofautisha kati uongo na kweli, maana ni mtu mwaminifu. Wewe ni mtumishi wa Kristo, simama vizuri. Wewe ni wakili wa Mungu, umeaminiwa kusimama vizuri. Watu wengi wanakuangalia. Biblia inasema kwenye Ibrania, tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi la namna hii. Kwa hivyo kama tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi kiasi hicho, basi ndugu zangu, wacha tuoneshane ule uaminifu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilipata ushuhuda wa ndugu Opeiwa. Hata yeye ajui, labda anasikilia hapa. Na watu fulani wakiongea wakaniambia, huyo ndugu kwa mambo ya Mungu hatakagi mchezo. Yeye hajui, ndiye anasikia kwa mara ya kwanza. Mahali nilikuwa nimeketi nikasema, kumbe mtu anaweza hubiri, anaweza kuwa wakili mwaminifu hata katika nafasi yake ya kazi. Jina la Mungu litukuzwe. Wakasema huyo ndugu, ukitaka kumkosea, zungumza tu kinyume cha Mungu. Wakaniambia huwa anajitenga, anaondoka. Mimi ndugu, utaniuliza ni akina nani, maana sitakwambia. Lakini ushuhuda mzuri ya kwamba wakiona mnaleta mzaha katika mambo ya Mungu, anasema Kwa hivyo tunaweza kusema huyo ndugu ni wakili mwaminifu
anasimamia ushuhuda wa kinywa chake vizuri. Amen. Jana nimetembea mahala fulani, kulikuwa na faraja za mtu, nilikuwa nimeenda kufariji, nikapata ushuhuda hawa mama wawili. Sasa kuna mama moja hanijui mimi. Sasa ndugu dada moja akamwambia, huyu ndio mume wa yule mama pastor anakuanga kwa salon ya mama Praise. Huyu ndio mume wa yule mama pastor anakuanga kwa mama Praise. Kwa hivyo mama unaendaga hapo sana. Sasa nilitaka kujua ni kitu gani hicho wanaongeanga hapo kwa salon. Maana wanasema huyu ndio ule mume wa ule mama pastor anaendanga hapo kwa mama Praise. Kwa hivyo yeye ndio hapa. Mwisho walisema unakuaga na semina. Mimi sijui ni semina gani. Ukitaka kujua tu elimu ya maisha na ndoa, enda hapo. Unakuaga na semina. Hapo ni mimi nilikuwa tu peke yangu na tulikuwa mama karibu 7 kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo hata katika nafasi yako ya kazi, mahali unafanyia kazi, simamia uamini. Nimewambia tunaishi katika dunia ambayo watu wengi wanaangalia Wakristo wanafanya nini. So kama mawakili wa siri za Mungu, amen, pale akatokea pia ushuhuda wa mama fulani, akaniambia na fulani mnasomanga na yeye, wakasema huyo fulani akishika tu pesa za kanisa mtazipata zile zilivyo. Nikamwambia kwa unamjua? Akasema tulikuanga naye KG. Sasa sema kutoka hapo ati mama fulani nakaanga huko, unaona? So tulikuwa na debate mrefu. Unaona, hiyo ni ushuhuda wa mtu hayuko na wao leo, lakini nafasi alikuwa amepatiwa ya kusimamia fedha za nyumba ya Mungu, ya kwamba walisema huyo pastor hata kama ukipatia chochote atasimamia kwa uaminifu. Hivyo ndivyo ninavyotuhitaji ndugu zangu wa Kristo, tu mawakili wa siri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua sasa pastor akitembea nasikianga mambo mengi. Amen. Hata yako ngoge mimi najua. Azuri. Mmoja nimetembea huko Bungoma akaniambia, ukitaka mtu wa kutuma bank aende apeleke fedha a bank. Wakasema ni Ngugi. Na mtu mwingine hata nikwambia mmoja aliniambia hata unaweza kushangaa sana. Kaambia kwa unamjua. Mmoja nilita Ngugi mahali fulani, ni mtume mahali fulani Bungoma, na baadaye akaondoka akaenda. So kuna mtu alikuwa kwa gari akaniambia, "Kwa unajua hiyo kijana?" Nikamwambia si kijana, ni mzee. Akaniambia najua. Akaniambia namtaka kijana kwa sababu hiyo pia ni mzee. Akaniambia kama kuna mtu ukituma kwa bank atakupelekea pesa zako na huna wasiwasi ni yeye. Ngugi hajui mpaka leo, lakini mimi najua. Kwa hivyo uwe mwaminifu kwamba watu wanaweza kukuaminia jambo fulani. Jina la Mungu wetu litukuzwe. Biblia inasema tunasimamia siri za Mungu. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu onekane kuwa mwaminifu. Sisi tu mawakili za siri za ufalme. Simamia nafasi zako ambazo Bwana amekupatia kwa uaminifu. Na wakati Mungu anapopima kipimo chake kwa uaminifu kwa mtu, anaangalianga mambo madogo hayo machache ambayo umepatiwa. Kuanza katika mambo madogo kabla kumkabidhi mtu katika mambo makubwa. Hauwezi aminika katika mambo makubwa kama haujaaminika katika mambo ambayo ni madogo. Huwezi aminika kama ule mtu aliyeniambia ya kwamba wakati kama huu lazima niongee uongo. Unafikiri Mungu anaweza kumwaminia katika mambo makubwa? Mungu alimwona mtu ambaye ni mdhalimu na mtu mcha Mungu na kiongozi, na moyoni mwangu nikasema, Bwana tuokoe kama hawa ndio aina ya viongozi watakaoongoza kanisa na watakatifu. Unajua kanisa la Kristo, watu wa Mungu ni wazuri, lakini kama
Hii ndio aina ya viongozi tunaweza kuwa nao kanisa la Kristo. Ni Bwana alihurumie sana. A senior person, the most senior elder somewhere, ya kwamba wakati kama huu tunaongea uongo. Nilisema Mungu kwa moyo wangu, saidia kanisa la Kristo. Hili ni jambo ndogo, litapita, kesho halitakuweko, lakini umesimamia nafasi nzuri ambayo umepatiwa na Mungu, ya kwamba huu ndio wakati wa kipekee. Labda Mungu alitaka kupatia mtu kama huyo nafasi ya kipekee aweze kujieleza haki yake na ukweli, lakini Mungu akakosa uaminifu ndani yake. Unafikiri Mungu anaweza kumwaminia kwa jambo lingine? La. Mungu huanza katika mambo yale madogo ili aone uaminifu wako. Hata watu wengi Mungu alioaminia katika nyadhifa kubwa kubwa, aliangalia uaminifu wao, kuanza katika mambo madogo kabla hajakukabidhi katika jukumu kubwa kubwa. Unaweza ona mtu kama Daudi akiwa mfalme na akiwa mchungaji. Daudi ni mfalme, lakini kabla kuwe mfalme, Mungu alimwaminia kondoo za baba yake. Unaposoma katika Samueli wa kwanza 17 na mstari wa 20 na wa 30, anasema, mimi mtumishi wako nilikuwa mchungaji wa kondoo za baba yangu. Daudi kabla hajakuwa mfalme, Mungu alimpeleka kuwa mchungaji wa kondoo na kachunga kondoo za baba yake kwa uaminifu. Wewe unamuona ukiwa mfalme, lakini Mungu ameona uaminifu wake katika mambo madogo pale katika uchungaji wa kondoo, ama sivyo Biblia inavyosema? Tuangalie Samueli wa kwanza 17. Inasema kwamba, na mstari wa 34, Biblia inasema hivi ya kwamba, mtu amepata nisome. Daudi akamwambia Sauli mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba na dubu, akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia kumshika ndevu zake na kumpiga na kumuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyo Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao. Neno langu lilikuwa ni hili: Daudi alikuwa mwaminifu alipokuwa akichunga kondoo za baba yake. Alihakikisha hata wakati ambapo dubu wanakuja na kushika kondoo, alikimbia akashika yule dubu, akashika ndevu zake, akapanua kinywa chake, akamrarua. Alikuwa mwaminifu kuzilinda na kuzichunga kondoo za baba yake. Nasemaje watu wa Mungu? Nafasi Bwana amekupatia, ilinde, isimamie kwa bidii. Daudi anasema, nalipokuwa nikichunga kondoo za baba yangu, wakati dubu na simba walipokuwa wakija, niliweza kuweka ulinzi kwa kondoo. Amen. So alikuwa mwaminifu kwa kondoo za baba yake. Alikuwa mwaminifu ya kwamba kondoo za baba yake wasingeliwa na dubu ama simba. Alilarua simba, akawapiga, akawaua. Anasema, na hata huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama miongoni mwa hao dubu na simba. Lazima nipiganie Israeli. Kwa hivyo tunamuona Daudi hata wakati ni mchungaji, katika mambo madogo, huko malishoni, amen, huko machungoni, Daudi anasimamia kondoo za baba yake kwa uaminifu. Ni somo kwangu na kwako. Je, wewe ni mwaminifu katika yale mambo madogo? Kabla Mungu hajakuweka katika mambo makubwa, anaangalia ule uaminifu wako katika yale mambo madogo. Kwa hivyo tunaona Daudi akiwa machungoni, alisimama kwa bidii, akasimamia kondoo za baba yake na akazichunga vizuri. Akiwa kule machungoni, dubu na simba walipokuja, alichunga na aliangalia kondoo za baba yake. Kuna mtu mwingine anaitwa Musa.
Musa tunamwona baadaye ni mchungaji wa kundi kubwa na kanisa la jangwani, na ameongoza kanisa kubwa la jangwani. Lakini kabla ya kuliongoza kanisa la jangwani, Mungu amemweka pale chini. Alikuwa mchungaji wa kondoo za baba mkwe wake Yethro. Hiyo unaweza soma katika kitabu cha Kutoka, Exodus chapter number 3. Chapter number 3 and verse 11. Musa akamwambia Mungu, Exodus chapter number 3, samahani, verse 1. Basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika Herobu mpaka mlima wa Mungu. Akafika mlima wa Mungu Herobu. Malaika wa Bwana kamtokea katika mwali wa moto. Unaweza kuacha mambo hayo mengine, lakini tunaona ya kwamba huyo Musa alikuwa akichunga kondoo ama kundi la kondoo la Yethro mkwewe. Huyu Musa, na ndugu zangu, wakati Mungu anapoangalia uaminifu wa mtu, haangalii kimo chako, haangalii vile unavyosema. By the way, Musa hata alikuwa hajui kusema. Musa alikuwa ni kigugumizi, astamara, hakujua kuongea vizuri. Lakini Mungu alimwaminia jukumu kubwa. Mwanzo alimwaminia kondoo za baba mkwe, kondoo za Yethro. Alikuwa mchungaji wa kondoo za father-in-law wake, za Yethro mkwewe, na akazichunga kwa uaminifu. Wakati Mungu alipoona jinsi Musa amezichunga kondoo za Yethro, labda hapo ndipo aliona, huyu nikimwaminia kundi na taifa langu Israeli, anaweza akalichunga. Amen. Are you getting my point? Labda Mungu aliona uaminifu, amechunga kondoo za baba mkwe kwa uaminifu, anapozilisha na kuziongoza. Bwana akaona, huyu nikimwaminia kondoo zangu, taifa langu Israeli, ataliongoza. Na tunaona hatimaye Musa amekuwa mchungaji wa kanisa la jangwani, na akaliongoza kanisa huko jangwani, maana alikuwa mwaminifu pale katika kondoo za baba mkwe wake. Kuwa mwaminifu katika mambo makubwa madogo, naye Mungu wetu atakuweka katika mambo makubwa. Amen. Ndugu zangu, neno langu ni hili: aminika tu hata kwa Mungu. There are so many things tunafanya hapa, hebu aminika tu. Hii Mungu anatuandaa tuaminike katika huduma na katika kazi na katika utumishi ambao Bwana ameweka mbele zetu. Tutakapokuwa tukiaminika, ndugu zangu, niliwaambia ndugu zangu, tukiaminika, hata kununua kiwanja kwenye mji huu ni kama kunywa tu maji. Bwana asifiwe. Ni kama kunywa maji. Na kwa sababu tutakuja na mikakati za hivi karibuni, utaona vile utakunywa maji hiyo kitu haraka. Tuta own our own place very soon. Lakini jambo ni kuwa mwaminifu. Pale mahali umeaminika, hapa mbali tuko, unaaminika hapa tukiwa hapa. Musa akawa mwaminifu alipokuwa akichunga kondoo za baba mkwe wake Yethro. Alionyesha uaminifu. Mungu akamweka katika nyadhifa kubwa, akaliongoza kanisa kubwa, kanisa la jangwani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuaminika. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anaangalia uaminifu wetu. Mungu anaangalia jinsi gani ambavyo unavyoaminika. Anakuweka katika nafasi zingine na katika nyadhifa zingine, anaangalia uaminifu wako. Unaaminika vipi? Mungu anauangalia. Hebu nisomewe katika 2 King
chapter 3 verse 11. Nani atakayenisomea? Wafalme wa pili inasemaje? Lakini Yehoshafati akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana, ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yuko hapa Elisha mwana wa Shafati, aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Eliya. Yehoshafati akasema, neno la Bwana analo huyu. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati. Amen. Wakia tu pale. Lakini Yehoshafati akasema, je, hapana nabii wa Bwana? Tumuulize. Yehoshafati akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana, ili tuweze kumuuliza Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati, aliyekuwa kimimina maji juu ya mikono yake Eliya. Yehoshafati akasema, neno la Bwana analo huyu. Bwana asifiwe. Yehoshafati anauliza, je, hapana nabii wa Mungu katika mji huu? Hii ni kumaanisha Elisha kwa sababu ya uaminifu wake alifahamika katika mji. Amen. Ndugu, ukiwa mwaminifu watu wengi watakufahamu. Biblia inasema wakauliza, je, hapana nabii wa Mungu katika mji huu? Mtumishi mmoja wa mfalme akasema, kunaye, anaitwa Elisha, ambaye amekuwa kimimina maji juu ya mikono ya Eliya. Unaona, Elisha alifahamika tu kwa uaminifu wa kumimina tu maji kwa mikono ya Eliya. Alikuwa mtumishi wa Eliya na akafanya kazi hiyo kwa uaminifu, kumimina tu maji kwa mikono ya Eliya. Sijui anaye amafanya nini, maana hivyo ndivyo maandiko yanavyosema, ya kwamba alimimina maji. Yupo hapa Elisha mwana wa Shafati, aliyekuwa kimimina maji juu ya mikono yake Eliya. Yehoshafati akasema, neno la Bwana analo huyu. Neno la Bwana analo, na kazi yake tu ni moja, ni kuaminika tu kwa Elisha, kwa Eliya. Alimimina tu maji kwa mikono ya Eliya. Alikuwa mtumishi wa Eliya na alifanya kazi hiyo kwa uaminifu. Alikuwa mtumishi wa Mungu Eliya, na kazi yake tu si kubwa, ni kumimina maji kwa mikono ya Eliya, na akaaminika kwa hiyo. Na tunaona baadaye Eliya alipokuwa akiondoka, alichukua nguvu za Eliya mara ngapi? Maradufu. Amen. Amen. Unapoaminika katika mambo madogo, Mungu anakuaminia katika mambo makubwa. Alikuwa akimimina maji mikononi mwa Eliya. Kazi ndogo tu. Usidharau mahali ulipo sasa. Huenda Mungu anakuandaa kwa sababu ya huduma na utumishi mwingine mkubwa. Amen. Usidharau mwanzo wako. Mungu anataka tu kuona uaminifu wako katika unachokifanya. Wakati mwingine kuna mambo Mungu huondoa mbele zako ili aone kama utaaminika bado kwake. Hujanielewa? Kuna wakati Mungu anakuja anaondoa kitu fulani mbele zako. Aliwahi kupatia, lakini leo anaondoa kidogo. Aone, je, hata wakati kama huu bado utaaminika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaweza ondoa hata utukufu. Hatukuzoea vumbi namna hii sisi. Kuna wakati tulikaa kwa vumbi. Ni kweli? Nakumbuka huyu ndugu Baba Praise. Na wakati mwingine, ndugu, fanya kazi ya Bwana kwa moyo. Ndugu, hiyo kazi uliyofanya, hata kama leo hauko hapo ulipofanya hiyo huduma itanena ukiwa hapa katika jina la Yesu. Huyu ndugu, niwakumbushe kidogo, tulikuwa tukijenga nyumba fulani hapa chini. Na siogopi naposema haya, maana huu ni ukweli. Nimekuambia wakati ukweli unasemwa, ukweli huumiza watu fulani.
Huyu ndugu alikuwa kila Saturday saa 2 za usiku, kuwe na pesa kusiwe na pesa, maana sikuwa na mahali walikuwa wakizitoa, anakuja na baskeli 2, anamimina maji kwa nyumba ama kwa kanisa, ili kesho asubuhi tukifika vumbi inafanya nini. Kuna wakati tungeimba, tukiimba hivi, ukiangalia unaona watu wamejaa nywele nyekundu. Ndugu Mungu akampatia mzigo kila Jumamosi anakuja na baskeli 2 ama 3. Ipati zilikuwa mingi, hiyo kanisa lilikuwa kubwa, kwa gharama yake na kwa fedha zake. Ndugu, hiyo kazi Mungu atakubarikia. Hata kama hauko hapo, huduma uliofanya inafanya nini? Inanena. Jina la Mungu litukuzwe. Baadaye kwa neema za Mungu na kwa baraka za Mungu akatusaidia. Labda leo hatufurahii matunda ya kazi iliyofanyika, lakini kwa Mungu anaiona. Amen. Kwa Mungu anafanya nini? Anaiona. Hata labda wakati mwingine hatukuzoea kuhubiri pasipokuwa na mitambo. Tuko nazo, tumeziweka karibu, tunazinunua. Lakini kuna mahali ndugu zangu tumetoka. Lakini kuna watu wachache waliogharimika. Lakini bado Mungu anaweza ondoa kitu fulani. Aone, Baba Praise, unaweza rudi tena kumwaga maji. Aone, je, unaweza tena rudi kwa vumbi. Anaona huo uaminifu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja tulikuwa na mitambo tukiweka mahali fulani. Tunapoanza tu kuimba namna hiyo, na inakufa yo. Watu 2 watatu wakusanya wakasema no, tutaondoa aibu kwa nyumba ya Mungu. Ndugu, hata kama leo hauko mahali pale, ulichokifanya imani kinanena katika ufalme. That's why niliwaambia siku nyingine, ndugu, huduma na kazi tumefanya. Wewe ukiwa hapa, kuna watu wataketi chini ya uvuli na nyumba na kazi uliyofanyia na wakosa zile baraka. Lakini wewe hata kama huko pale, ile huduma na utumishi uliofanya, neema hiyo itakuwa ikipataga hapa. Hata neema nyingine itatufanya tuendelee kuishi na kutubeba kwa sababu ya huduma na kazi tuliyofanya kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hujanielewa? Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Amen. Huyu ndugu alipandanga kila siku kuweka vitu fulani huko juu. Nakumbuka ngome. Hiyo huduma maana uliifanya kwa uaminifu. Kile Mungu anaangalianga ni ule uaminifu uliofanya kwa bidii. Ndio yetu, hata kama leo unakuja kila siku na kuweka hizi, kuna wakati ulikuwa umeondokea hii na tumetengeneza mahali fulani. Lakini nataka nikwambie, uliifanya kwa uaminifu. Na Mungu anaweza fanya jambo litokee, aone, je, bado unaweza fanya tena. Amen. Ndugu zangu wa Kristo, kila mmoja wetu kuna kitu amefanya kwa huduma na kwa utumishi. Hata kama leo hauko pale ulipofanya, uko hapa leo hii, lakini bado itanena katika maisha yako. Katika jina la Yesu. Usidharau mahali ulipo sasa. Huenda Mungu anatumia jambo hili ndogo kukuandaa kwa jambo kubwa. Praise God. Amen. Najua hii ni hatua niliwaeleza kwa siku za karibuni. Kwa miaka michache ijayo, Victory Chwele itakuwa mojawapo wa kanisa hitajika katika mji huu. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa miaka michache ijayo, natabiri na nena kama mtumishi wa Mungu. Amen. Natabiri na nena kama nabii wa mji huu. Amen. Na Victory itakuwa mji wa makimbilio. Mahali mnaandikanga naandika. Kwa diary yako. Itakuwa mji wa makimbilio. Watu wakifika wanapata tumaini. We are the Victory. We are the family. We give hope kwa watu ambao hawana tumaini. Tunaguza mioyo na maisha. Tulisema hashtag yetu ni kwamba we are the family. Victory, we are the family. Nasema na nguvu. Victory, we are the family. Victory, we are the family. Hiyo ndio hashtag yetu. Tunaguza mioyo na maisha ya watu. Sisi ni tumaini kwa watu. Victory, we are
The family. Hiyo ni hashtag yetu, Victory. Sisi ni jamii. Sauti ya tumaini kwa watu wasio na tumaini. Tuguze mioyo na maisha ya watu. Bwana alitaka ukuja hapa ili uguze mioyo na maisha ya watu. Aone uaminifu wako katika jina la Yesu. Napomalizia nasemaje? Uaminifu ni pamoja na kuaminika katika muda wako. Hata katika muda wako unakuwa mwaminifu. Unaaminika hata katika nafasi yako na katika muda wako unaaminika. So unatumia muda wako mzuri. Hata sasa unajua masaa haya ni ya church. And that's why hata Sunday nataka kuona tumekuja mapema ya vile tulikuja leo. Maana pia huo ni uaminifu. Unaaminika pia katika muda wako. And number 2, hata katika huduma yako unaamini. Unajua hata kuimba ni huduma. Si yule anaongoza hapa, yule anaongoza, mimi nilikuwa nyuma naitikia. Sisi zote bado tungali kwa huduma. Amen. Kama ni keyboard unachapa keyboard kabisa. Kuna keyboard ya kinanda kama ambao tunaikuja kuzundua hapa hivi karibuni. Kinanda iko tu mzuri tumeweka. Lakini kule ile kinanda ingi. Unachapa hiyo keyboard kwa uaminifu. Kwa uaminifu. Unaimba kwa uaminifu. Unaaminika katika ahadi zako. Hata katika ahadi ambazo Mungu ametupa kuziweka. Unaaminika pia katika ahadi zako. Hiyo ni njia moja ya kuonyesha jinsi gani ambavyo unavyompenda Mungu. Unaaminika katika jamii na katika familia. Unaonyesha ule uaminifu katika hayo madogo Bwana amekupatia. Sinawaambia kwa miaka michache Victory kama jamii itakuwa ni mji wa makamilio. Hii video ambayo unaiona leo tutairudisha. Kuna siku tutaiweka kwa maktaba. Na tuweke tunaiprogramu vizuri. Tulianza lini? Itakuja. Hatuichukui tu kwa sababu ya kuchukua, ni kwa sababu ya kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ni kitu Mungu amenisaidia kwa miaka mingi. Ukiniuliza kumbukumbu za mambo mengi, nikienda kwa maktaba yangu za picha zangu nina makumbukumbu mingi. Na kwa sababu nakwambia ni mji utakaokuwa Victory kama jamii, ni kanisa tutakalokuwa la makimbilio kwa mji huu. Tutakuwa tukileta picha hii, unaona mahali tulianza na baadaye tunasema huu ni uaminifu wa Mungu. Bwana asifiwe. Haya ndiyo matendo ya nani? Ya Mungu. Haya ndiyo matendo ya Mungu. Ndugu mmoja alikuja hapa chini siku moja, alikuwa ametoka tu mwanzo tumeingia tunafanya huduma na akaondoka akaenda mji fulani. Ndio kijana ako Eldoret. Aliporudi aliniambia walai, alisema hivyo walai. Mimi walai nasemanga nini? Aliniambia walai mchungaji, mtu aliyetoka miaka 5 hapa kwa hili kanisa akirudi atapotea. Nikamwambia ni uaminifu wa Mungu. Hata sasa baada ya miaka michache huo uaminifu wa Mungu haujaondoka. Bwana asifiwe. Mungu tu ametuleta hapa aone uaminifu wetu. Aone uaminifu wetu. Ni miezi tu sijui 7 sasa ama 8. Lakini ona matendo ya Mungu. Unataka kuona uaminifu wa Mungu kwa njia gani? Hii inakuonyesha, inaashiria kuna hatua bazo Mungu anatukanyagisha. Lakini lengo kubwa litakalo tusaidia ukanyaga ni kuonyeshana ule uaminifu wetu na kule kuaminika kwetu. Aminika hata katika madogo, maana atakuweka katika mambo makubwa. Tumeaminika hapa kwa hali hii tulionayo, ili pia tuaminika katika maandalizi ambayo Bwana anatuandalia. Tumeacha ufahari ndio, ili Mungu atutayarishe kwa sababu ya huduma na utumishi mwingine. Na kwa sababu hatuhami chwele na tuko hapa, huo uaminifu wa Mungu tutaona katika jina la Yesu. La muhimu ni wewe kuaminika. Na usimamie haki yako na kweli yako. Amen. Simamia haki yako na kweli yako. Usiondoshwe katika uaminifu na katika kumtumikia Mungu na kuaminika, ili pia na wewe uone uheri wa Mungu, uone wema wa Bwana, uone
baraka za Mungu zitakapokuwa zimetujia katika jina la Yesu. Wewe kuwa tu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho, najua katika siku za huduma kuna mambo mengi unaweza jionea. Ili mtu fulani onekane kwamba si sawa sana. Kiongozi mmoja aliuliza mtu fulani, nasikia kuna jambo fulani, wewe ndio uko na jambo hili? Akamwambia ndio. Niambie tu kweli. Akamwambia ndio. Hicho ambacho umejua na kile ambacho nafahamu, hivyo ndivyo ilivyo. Bwana asifiwe. Yaani alitaka kuonyeshana mtu fulani si mzuri. Labda kama huyu. Niulize, hicho ambacho nimesikia ndugu, huyu ndiye ako nacho? Anamwambia naam, mimi ndio niko nacho. Jambo hilo lifurahisha moyo wangu sana. Bwana asifiwe. Yaani hata wakati watu wanataka kuondoa ukweli, waseme hapana, wewe sema si wewe. Anasema mimi ndiye. Mimi ndiye. Kitu gani mtu yule alionyesha? Uamini. Hata wakati mtu huyo hakuwa, maana huyo mtu hakuwa yeye. Anaelezewa habari zake. Na kiongozi fulani anamwambia, "Je, hivyo ndivyo ilivyo? Wewe ndio uko nayo?" Ndio. Si yeye, ndio. Huyo mtu alichoonyesha ni uaminifu, hata wakati mtu huyo ambaye hayuko alisimamia na kuonyesha kwamba uaminifu wa Mungu lazima usimame. Hiyo ndio uaminifu Mungu anataka tuwe nao katika jina la Yesu. Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuamini, kuwa mwaminifu hata kufa, maana utapewa thawabu na taji ya uzima. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nizidishie wema wako Bwana, nafsi yangu imeshindwa. Rohoni mwangu nawaza mema, lakini mwili mdhaifu. Mapito yangu maovu, na kuomba uyafumbie macho. Nizidishie wema wako, nihesabiwe